Nafikiri ni jambo la kawaida kwa sababu Mheshimiwa Rais alitangaza majuzi tu kati akasema kwamba wale wote ambao mnajiandaa kwenda kutafuta nafasi za ubunge mnatakiwa muachie ngazi haraka ili kusudi tupate nafasi ya kujipanga na kupanga safu nyingine za uongozi katika mikoa au katika taasisi mbalimbali na wilaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana ameamua kung'atuka kwenye madaraka hayo ya ukuu wa mkoa wa Arusha kwa sababu kwa namna moja au nyingine ni kwa sababu Mheshimiwa Rais ameitikia wito wa Mheshimiwa Rais kwamba labda ana jimbo anatamani kwenda kugombea ubunge kuomba ridhaa ya chama ili kusudi ateuliwe kugombea ubunge. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mambo hayo tu. Lakini nikienda kwa undani zaidi Mheshimiwa Makonda nafikiri unakumbuka 2020 kwa mwaka uliotokea. Aliacha ngazi kwenye mkoa wa Dar es Salaam akaenda kugombea, lakini mwisho wa siku jina lake alikurudi akawa amekaa benchi kwa miaka takriban 3. Hatimaye Mheshimiwa Rais Samia baada ya miaka 3 akaja kumuibua akampa nafasi ya uenezi. Baadaye akampa ukuu wa mkoa wa Arusha. Kwa hiyo ni mwendelezo tu mzuri kwamba labda kuna jambo fulani Mheshimiwa Rais au mwenyekiti wa chama ameona kwamba huyu kiongozi huyu anaweza kusaidia kwa kupitia jimbo, lakini siamini kama hilo liko hivyo kwa sababu Mheshimiwa Rais ana nafasi nyingi, ana nafasi 10 za kumteua mtu. Anaweza kumteua yoyote tu akawa kama na mhitaji kwenye serikali au kwenye nafasi fulani, anaweza kumteua akampa nafasi ya ubunge, alafu mwisho wa siku akampa hata kama ni waziri anataka kumpa, anaweza kumpa. Kwa sababu tumeshuhudia, unamkumbuka Angela Kairuki. Angela Kairuki alikuwa mbunge, akateuliwa na Mheshimiwa Rais, hatimaye akapewa ubunge, mwisho wa siku akapewa waziri. Tunamkumbuka Baraka Mulamula alipewa balozi yule, alipewa ubunge na akapewa waziri, si ndio? Tunakumbuka akina Dolos Gwajima walikuwa ni watumishi wa serikali, lakini mwisho wa siku akateuliwa kuwa wabunge halafu akapewa waziri. Akina Joyce Ndalichako, unakumbuka kipindi cha John Pombe Magufuli, akina Mparagama Kabudi, akina Philip Mpango, wote hao walipewa nafasi kabla sio wabunge. Mwisho wa siku sasa sijua kwamba labda ameona nini, labda Makonda au kuna jambo gani ambalo limetokea, au labda msukosuko wa yeye na Gambo, sisi hatuwezi kujua. Lakini kwa uhakika mimi nafsi sina wasiwasi na Makonda kwa sababu ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kiuongozi, na hata pahala popote alipojaribu kupewa nafasi ameprove hilo kwamba ana uwezo wa kufanya, kwa sababu ni mmoja wa viongozi vijana ambao ni very creative, very innovative, na ni wako na passionate kubwa ya kuwatumikia Watanzania. Kila pahala alipoenda ameacha alama. Unaiona nafasi yake katika mkoa wa Arusha kama jinsi ambavyo baadhi ya watu wamejaribu kutengeneza image zao tofauti kutokana na kile ambacho kilikuwa kikiendelea kati yake na ambaye ni mbunge wa Arusha ambaye ni Mrisho Gambo? Pengine unaiona nafasi yake mbele ya Gambo ama wakati wakichuana na Gambo kwamba kuna nafasi ya Paul Makonda ndani ya Arusha kuweza kuwatumikia wana Arusha kutokana na yale ambayo ameyafanya tangu Mheshimiwa Rais amempa nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali yake? Kwa sababu kwa kubashiri, kwa kusema hivyo kwamba Gambo na Makonda naye anaweza kushinda kama akigombea, hapo ni changamoto kubwa, kwa sababu Mrisho Gambo ana mazuri yake na madhaifu yake. Lakini ukumbuke pia Gambo alikuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kipindi hicho, alafu mwisho siku akaondoka kwenye ukuu wa mkoa akaenda kugombea ubunge na kushinda. Unakumbuka ndio? Na Desemba mwezi nafikiri sasa Makonda naye ameona kwamba ni opportunity yake, amejijenga kwa kiasi kikubwa sana pale Arusha na ana nguvu kwa wananchi, kwa sababu ungwaji mkubwa, anaweza kushinda
na ataweza kushinda kwa kishindo kikubwa, kwa sababu yeye amekuwa ni mtu ambaye ni transformative leader. Amejaribu kufanya na kutatua changamoto nyingi sana za Wanarusha. Kwa hiyo wanaweza kumpenda, lakini mimi ningependelea sana labda angeenda maeneo ya Usukumani kule, aende jimbo la Nyamagana. Itakuwa ni jambo zuri sana, lakini popote vile akishinda mimi nitakumpongeza, hata akishinda vile nitampongeza, lakini sina wasiwasi kabisa na nguvu na uwezo wa Paulo Makonda. Ndani ya Arusha wananchi wanamhitaji, lakini je, ndani ya wajumbe wa Chama cha Mapinduzi ambao pia wana dhamana ya kuweza kumuidhinisha yeye kugombea nafasi hiyo ya ubunge, unaiona nafasi yake? Watampa nafasi kwa sababu wameshampenda. Makonda anapendwa, ana kisimati chake cha sauti kabisa. Unajua mtandao Makonda ni mkubwa. Uzuri kwa Makonda endorsement yake ni kuanzia juu kabisa mpaka chini. Ana watu kabisa. Na maanisha kwamba juu maana yake ni kuanzia mwenyekiti wa chama au rais wa nchi anamkubali. Sasa sijui sasa labda inatokea sokomoko la hapa na pale. Na ukumbuke mwaka huu ni kama vile viongozi wa bunge ni kama vile wamepangwa. Kila mtu aenda akagombea sehemu akashinda, akaenda akagombea sehemu akashinda, halafu arejee bungeni. Labda unaona kwamba ile nafasi 10 za mheshimiwa rais akitakwa ana watu wengi. Kwamba nikitaka hapa nafasi watu wote wa vijana wangu hao kuitumikia taifa, naona kwamba nafasi zitakuwa ni chache. Bora ni mtume huyu aenda kugombea jimbo, akawe ni jimbo ili kusudi mimi mteue. Kama ilivyokuwa akina Kitila Mkumbo, tunakumbuka? Nakumbuka. Alikuwa katibu mkuu wa wizara ya maji. Halafu akaenda kugombea ubunge kwenye jimbo la Nanili, halafu mheshimiwa rais Magufuli akamteua kuwa waziri. Unakumbuka Yeah. Kwa hiyo inawezekana labda hiyo kuondoa ile kasi ya mpando wa kutafuta zile nafasi 10 za rais. Okay, mimi kushukuru, na wengi wanamhitaji kumuona kigombea jimbo la Arusha, pengine kama ambavyo ameyafanya makubwa hasa wana Arusha. Wewe unasema kagombea Usukumani. Vipi hapo kijana mzalendo? Ni vyote tu. Mimi nampenda kwa sababu mimi nampenda Makonda kwa sababu ana uthubutu. Ana changamoto zake chache, lakini uthubutu nao mkubwa wa kuwatumikia. Ana kabisa kuwatumikia wanyonge hasa. Kwa sababu Makonda ukipata tatizo, Makonda ana uwezo pia wa kulitatua hilo tatizo. Sasa kiongozi wa namna hiyo ndio kiongozi tunaotaka, watu wa namna hiyo anaweza kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua. Sasa kiongozi tunahitaji viongozi wa namna hiyo. Tofauti na viongozi wengine, kuna wabunge wengine hata ukimpigia simu hawezi kupokea hata simu, hawezi kutatua changamoto yako. Wapo watu wa namna hiyo, lakini Makonda ana huo moyo. Na of course changamoto yake ni kwamba ana changamoto zake za hapa na pale, lakini changamoto zake ni ndogo ukilinganisha mazuri ambayo anaweza kutenda kwa wananchi, hasa wananchi maskini. Unajua Makonda amejificha sana kwenye kuwajali wananchi maskini. Ingawaje kuna wengine wanasema anawatumia wale wananchi maskini kama propaganda za kujijenga kisiasa. Hapana. Kwa sababu moja ya sifa ya kiongozi au kiongozi yote wa kisiasa ni kuhakikisha kwamba anakuwa na nguvu kubwa ya uungwaji mkono wa watu. Hasa watu walio wengi wanaoweza kuunga mkono ni maskini. Maskini ukimtendea hiyo mema, atakushangilia, atakupigia vigelegele. Na hiyo sasa ndio pride ya mwanasiasa yote duniani, kuwa na uwezo wa kunanili. Watu wanasema kwamba pengine ni moja kati ya viongozi ambao wamekuwa wakipenda sifa na hafai kuwa kiongozi. Hili limekaaje? Viongozi wote wanapenda sifa. Viongozi wote wanapenda sifa na wanapenda kusifiwa. Ila kwa uongozi yaani kwenye swala zima la uongozi Makonda anafaa katika level ya kitaifa. Mimi nishawahi kuzungumza nikasema kwamba Makonda anafaa, sio hiyo nafasi ya ukuu wa mkoa ni ndogo sana kwake. Inatakiwa awe ni waziri au waziri mkuu. Huyo ndo anafaa kuwa Makonda. Ana uthubutu wa kufanya jambo na ana uthubutu wa kutenda. Hana simpe kwenye masuala yanayohusu wananchi. Sasa kiongozi wa namna hiyo ndio kiongozi mzuri, anaweza kuchukua hatua.
sio kiongozi anayeweza kulialia, yani kiongozi ulie alafu na wananchi na wenyewe walie. Sasa hiyo hapana, Makonda sio muumini wa kulialia. Yeye ni muumini wa yani yeye ni problem solver. Na moja ya kitu muhimu sana kwa kiongozi, uwe ni problem solver, usiwe problem creator. Hapo yeye Makonda anayo hiyo college, anayo hiyo capacity ya kusolve changamoto. Wewe unakumbuka tu hapa alipokuwa mwenezi chama cha CCM kilikuwa kimedumaa kabisa. Makonda ameingia pale, chama kikachemka, mpaka mwenyekiti wa chama akajua kwamba kweli Makonda amekichemsha chama. Sasa hili ni jambo na ni jambo zuri, uwezo ukalibeza. Huo ndio uongozi sasa. Kiongozi unatakiwa uonyeshe njia, sio kiongozi